Je, inawezekana kwa mtu aliyetenda maovu ya kutisha, mtu aliyemwaga damu isiyo na hatia, akachinja watoto wake mwenyewe kama sadaka na kumpiga vita Mungu hadharani, kupata msamaha? Hadithi ya Manase, mfalme wa Yuda, ni safari ya kutisha katika giza nene la dhambi, lakini pia ni ushuhuda wa kushangaza wa jinsi toba ya kweli inavyoweza kugusa moyo wa Mungu hata katika hali isiyo na matumaini kabisa. Manase alikuwa mwana wa Hezekia, mmoja wa wafalme wema na wacha Mungu sana katika historia ya Yuda. Hezekia alikuwa amesafisha nchi, akabomoa madhabahu za miungu ya uongo, akavunja sanamu za Ashera na kurudisha ibada ya kweli kwa Bwana katika hekalu la Yerusalemu. Watu wote walitarajia kwamba Manase, mrithi wake, angefuata nyayo za baba yake na kuendeleza kazi nzuri. Alianza kutawala akiwa na umri mdogo sana, miaka 12 tu. Ufalme wote ulikuwa mikononi mwake. Lakini badala ya kuendeleza urithi wa baba yake, Manase aligeuka na kuwa kinyume kabisa. Alionekana kuwa na kiu ya kubomoa kila jambo jema ambalo Hezekia alikuwa amelifanya. Alitawala kwa muda mrefu, miaka 55, na katika kipindi hicho aliiongoza Yuda katika uasi mkuu na wa kutisha kuliko wote. Jambo lake la kwanza lilikuwa ni kujenga upya mahali pa juu pa kuabudia miungu, pale ambapo baba yake alikuwa amepabomoa kwa bidii. Hakuishia hapo, akamjengea Baali madhabahu na kutengeneza sanamu ya Ashera, akifanya maovu yale yale yaliyokuwa yamefanywa na Ahabu, mfalme mwovu wa Israeli. Alienda mbali zaidi, akainama na kuviabudu sayari na nyota zote za angani, akizijengea madhabahu. Uovu wake ulifikia kilele alipothubutu kuingiza uchafu wake ndani ya nyumba takatifu ya Bwana. Katika nyua mbili za hekalu la Mungu, mahali patakatifu pa ibada, Manase alijenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni. Kisha akachukua sanamu ya kuchonga ya Ashera aliyoifanya na kuiweka ndani ya hekalu lenyewe, mahali ambapo Bwana alikuwa amesema, katika hekalu hili na katika Yerusalemu nitaliweka jina langu milele. Ilikuwa ni dharau ya hali ya juu. Manase hakutosheka na ibada za sanamu tu. Alizama katika kila aina ya uchawi na ushirikina. Alijihusisha na uaguzi, uchawi na kutafuta shauri kwa watu wenye pepo na wachawi. Alimkataa Mungu wa kweli na badala yake akatafuta majibu na nguvu kutoka kwa vyanzo vya giza. Alikuwa amedhamiria kumpinga Mungu kwa kila njia iwezekanavyo. Lakini uovu wake wa kutisha zaidi ulikuwa katika bonde la mwana wa Hinomu. Hapo, katika bonde lililolaaniwa, Manase aliwachukua wanawe mwenyewe na kuwapitisha motoni, akiwatoa kama dhabihu za kuteketezwa kwa mungu wa uongo aliyeitwa Moleki. Kitendo hiki cha kinyama cha kuchinja watoto wake mwenyewe kilikuwa ni chukizo kubwa mbele za Bwana na kilionyesha jinsi moyo wake ulivyokuwa umejaa giza. Wakati wa utawala wake, sauti ya haki ilijaribu kunyamazishwa. Nabii mkuu Isaya, ambaye alikuwa mshauri wa baba yake Hezekia, alikuwa bado hai. Akiwa mzee, alisimama kwa ujasiri na kumkabili Manase, akimwonya juu ya maovu yake na hukumu ya Mungu iliyokuwa inakuja. Isaya alizungumza maneno ya Bwana bila woga, akimsihi mfalme atubu na kumrudia Mungu. Lakini moyo wa Manase ulikuwa mgumu kama jiwe. Badala ya kusikiliza, alijawa na hasira. Aliona maneno ya nabii kama tishio kwa mamlaka yake. Kulingana na mapokeo ya kale, Manase aliamuru Isaya akamatwe. Na katika kitendo cha ukatili usio na kifani, aliamuru nabii wa Mungu akatwe vipande viwili kwa msumeno, akiwa amefichwa ndani ya gogo la mti. Alinyamazisha sauti ya Mungu kwa damu. Utawala wake ulikuwa umefunikwa na damu. Aliwaua watu wengi wasio na hatia, manabii, makuhani na yeyote aliyethubutu kupinga njia zake. Biblia inasema alimwaga damu nyingi sana isiyo na hatia mpaka akaijaza Yerusalemu kutoka mwisho mmoja hadi mwingine. Mji mtakatifu ulikuwa umegeuka kuwa machinjio. Kwa sababu ya maovu yote ya Manase,
Bwana alituma manabii wengine kutangaza hukumu. Walisema, "Tazama, nitaleta maafa makuu juu ya Yerusalemu na Yuda, kiasi kwamba masikio ya kila atakayesikia yatawasha. Nitaifuta Yerusalemu kama mtu anavyofuta sahani, akiifuta na kuipindua." Dhambi za Manase zilikuwa zimeivusha nchi ya Yuda kwenye mstari ambao haungeweza kurudiwa. Hukumu ilikuwa imepangwa. Baada ya miaka mingi ya uovu, mkono wa Mungu ulimshukia Manase. Bwana aliwaleta majemadari wa jeshi la mfalme wa Ashuru dhidi yake. Manase, yule mfalme mwenye kiburi na jeuri, alikamatwa. Wavamizi hawakumuonea huruma. Walimtia kulabu puani mwake, wakamfunga kwa pingu za shaba na wakamkokota kama mnyama hadi Babeli, nchi ya ugenini. Huko Babeli, akiwa mfungwa, akiwa amevuliwa ufalme wake wote, heshima yake na kiburi chake, Manase alipata muda wa kutafakari. Katika mateso na unyonge wake, hatimaye alikumbuka Mungu wa baba yake. Akiwa katika shida, alimtafuta Bwana Mungu wake na akajinyenyekeza sana mbele zake. Kutoka katika gereza la Babeli, Manase alisali. Aliungama dhambi zake, akilia na kuomba msamaha kwa maovu yote aliyoyatenda. Toba yake ilikuwa ya kweli na ilitoka moyoni. Na Bwana, ambaye ni mwingi wa rehema na fadhili, alisikia maombi yake. Mungu aliguswa na unyenyekevu wake. Kwa njia ya muujiza, Mungu alimgusa moyo mfalme wa Ashuru, naye akamwachilia Manase na kumrudisha katika ufalme wake huko Yerusalemu. Manase aliporudi, hakuwa tena yule mtu wa zamani. Alikuwa amebadilika. Alijua kwa hakika kwamba Bwana ndiye Mungu. Manase alianza kampeni mpya, si ya uasi tena, bali ya matengenezo. Aliondoa ile sanamu ya Ashera kutoka hekaluni na akaziondoa madhabahu zote za kigeni alizokuwa amezijenga. Akaitengeneza upya madhabahu ya Bwana na akatoa dhabihu za amani na za shukrani. Kisha akawaamuru wote wa Yuda wamtumikie Bwana, Mungu wa Israeli. Alijaribu kwa bidii yake yote kurekebisha makosa aliyokuwa ameyafanya. Alijenga na kuimarisha kuta za Yerusalemu na kuweka makamanda katika miji yote. Alitawala kwa miaka mingi baada ya toba yake, akijaribu kuiongoza nchi kwenye njia ya haki. Hata hivyo, uharibifu aliokuwa ameufanya katika miaka yake ya awali ulikuwa mkubwa mno. Alikuwa amewapandikizia watu mbegu ya ibada ya sanamu ambayo ilikuwa imekita mizizi. Ingawa yeye mwenyewe alitubu, wengi wa watu hawakubadilika. Baada ya kifo chake, mwanawe Amoni alirudia maovu yote ya baba yake ya mwanzoni na nchi ikarudi tena gizani. Hadithi ya Manase inatufundisha mambo mawili makuu. Kwanza, inatuonyesha jinsi dhambi na uasi vinavyoweza kumpeleka mwanadamu katika kina kirefu cha uovu na uharibifu, na jinsi matendo ya kiongozi mmoja yanavyoweza kuathiri taifa zima kwa vizazi vingi. Lakini pili, na muhimu zaidi, hadithi yake ni ushuhuda mkuu kuliko wote katika Agano la Kale kuhusu nguvu ya Kuba na upana wa rehema za Mungu. Inaonyesha kwamba hakuna mtu aliye mwovu mno kiasi cha kushindwa kusamehewa, iwapo atajinyenyekeza kwa moyo wa kweli na kumrudia Mungu.